Leo tumekuja maalum kabisa kuwasha mitambo ambayo ndiyo inakwenda kufanya kazi kwenye bandari hii. Tumekuwa siku zote tukisema Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya jambo kubwa la kihistoria kujenga bandari ya kisasa ya uvuvi ndani ya mkoa wetu hapa kwenye eneo la Kilwa. Bandari yetu sasa umalizikaji wake umefikia 99.99. Kilichobakia manake wao wanaendelea kuwasha hiyo mitambo, kuona ugandishaji kwenye maeneo yale ya kugandisha, ambayo leo tumeingia pale tumekuta barafu imesha ganda, iko sasa degree 3, na sisi tumeingia pale tumetoka tumeloa baridi kwa sababu kuna ubaridi mkubwa sana. Kwa hiyo nikiashiria kwamba sasa bandari yetu iko tayari kwa ajili ya kuanza kazi. Tukae mkao wa kufanya kazi, tujiandae na vifaa vyetu vya kuvua. Mmeona magari, mmeona crane ziko hapa, lakini mmeona eneo la kutengenezea vifaa vile ambavyo vitakwenda kuvua. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Lindi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi mkoa wa Lindi tunamuita rais wetu profesa wa uchumi. Ameuona uchumi ulioko baharini, ameamua kuwekeza kupitia eneo hili la bahari. Hakika nchi yetu inakwenda kukua sasa, tukiwa na chimbo lingine la samaki kutoka kwenye bahari. Ni uchumi mkubwa na tuna uhakika tutailisha dunia kupitia bandari hii. Hiki ni kiwanda cha samaki, kiwanda cha kuchakata samaki, na lengo lake kubwa ni kuongeza thamani katika mazao haya ya uvuvi, kwa sababu samaki atachakatwa, atakuwa packed mpaka mwisho kule tumeona. Kwa miundombinu ambayo tumeanza leo, ufanisi wake upo kwa kiwango kizuri. Tumefanya majaribio ya miundombinu miwili. Kwanza tumefanya majaribio ya kituo cha kupoza umeme wa kilovoti 11, ambapo tumeangalia mifumo mizima ya utendaji wa majenereta pamoja na mifumo mizima ya umeme ambayo yenyewe tumeiona iko katika kiwango kizuri. Lakini pia tumefanya majaribio katika kituo cha kuzalisha barafu, ambapo tunazalisha barafu tani 100 kwa siku. Hii ni huduma muhimu kwa meli na wavuvi watakaokuwa wanakuja katika bandari hii, na tumeendelea kufanya na tumeona kwamba inaendelea vizuri zoezi hilo ambalo bado linaendelea.